yaqumu nasu lirabbil alamin. Tabia ya watu namna hii wanakuwa ni wale ambao wao wanapokwenda kununua mazao wanang'ang'ania sana wapimiwe kwa uhakika, wasipunjwe hata kidogo. Lakini wao wanapokwenda kuuza wanapunja watu. Kwa kule anabana apate yeye, huku anabana mdhulumu mwenzake. Sasa anamwambia wala tanqusul mikyala, wala msipunguze ujazo. Mikyal ni kipimo cha kujaza, inatokana na neno kaili, wa idha kaluhum, kujaza. Na kujaza kuna namna kwa namna. Kuna kujaza kwa pishi, kibaba, kisaga, yote vipimo hivyo. Kujaza kopo, kujaza glasi, na kuna kujaza gunia, kuna kujaza kenta, gari, inategemea. Lakini vyote ni vya kujaza katika eneo, ndio inaitwa mikyal. Na ujazo ule unakuwa ni kipimo sawa kwa watu wote wa eneo husika, kisizidi kisipungue. Kinajulikana kwamba hichi ni kibaba kimoja, hii ni pishi moja, kwa vipimo vyetu. Hiyo ndio mikyal. Mizan ni kupima uzito, ikiwa ni ratili kwa zamani au kilograms au grams zenyewe itakavyokuwa, lakini kupima uzito kama na kupima nyama aghlabu huko. Kwa hivyo usizidishe, usipunguze. Kipimo cha uzito kinakuwa kimoja katika eneo lote, na cha ujazo kinakuwa kimoja katika eneo lote. Sasa hawa walikuwa na tabia hiyo ya kufanya michezo katika vipimo. Ndio akasema wala tanqusul mikyala wal mizan, wala msipime kipimo cha, msipunguze kipimo cha ujazo, wal mizan, wala kipimo cha uzito. Vyote pimeni sawa sawa. Na inaonekana wakifanya yote mawili. Na mara nyingi ujazo wanapokwenda kununua wao kwa wakulima, na uzito wanapouza wao kwa watumiaji. Ndio mara nyingi inakuwa hivyo. Inni arakum bi khairin, hakika mimi nakuoneni katika hali nzuri. Mko katika hali nzuri, mko katika neema nyingi. Nchi yenu na mazao ina chakula cha kutosha. Si inni arakum bi khairin, mimi nakuoneni nyinyi mko katika khairi, mnakwenda vizuri katika maisha. Lakini hili ndio tatizo lenu la kudhulumiana kwenye vipimo. Wa inni, na hakika mimi akhafu alaikum, naogopa juu yenu adhaba yaumin mu'it, adhabu ya siku ya mzingiro, siku ya kukuzungukeni hamna pa kwenda. Wallahu min waraihim mu'it, adhabu mu'it, adhabu ya mzingiro ya kukuzungukeni kokote unakokwenda, itakuwa adhabu ipo. Naogopa sana ikifika siku hiyo ya kuzungukwa na adhabu, hamtakuwa na mahala pa kukimbilia. Inni akhafu alaikum adhaba yaumin mu'it, mimi naiogopa juu yenu adhabu ya siku yenye mzingiro, yenye kukuzungukeni, hamna pa kwenda. Kwa hivyo acheni hii tabia ya kupunja katika ujazo na nini na uzito. Hilo ndio tatizo sugu alilolishughulikia Shuaibu kwa watu wake katika mji wa Madiana, ambao Madiana ni sehemu katika Palestina. Madiana ni sehemu katika Palestina. Na mtakumbuka kwamba Nabii Musa naye alikimbia, akakimbilia Madiana. Falamma tawajjaha tilqaa Madiana, na wako wanaosema ndo akaenda akamkuta huyu Shuaibu na wale watoto wa kike wawili wale. Wasema wale watoto wa kike wawili, mmoja alioa Nabii Musa ni watoto wa huyu Shuaibu, na wengine wanasema hapana, ni ukoo tu wa huyu, si Shuaibu huyu. Lakini ni eneo lile lile ambalo Nabii Musa alikimbilia, ndio hilo eneo ambalo alikuwa na inaonekana wazi palikuwa pana maji, pana kilimo, pana kila kitu. Ni ardhi yenye rutuba. Wa ya qaumi, anaendelea kuambia, anawabembeleza, na enyi watu wangu, auful mikyala wal mizana bil qist, timizeni ujazo na uzito kwa uadilifu. Kule kawakataza wasipunje, huku sasa anawaamrisha watimize. Wa ya qaumi, na enyi watu wangu, aufu, timizeni mikyala, ujazo, wal mizana, na uzito, bil qist, kwa wastani uliokubalika. Kwamba kama ni pishi iwe pishi kweli kweli, kama ni ratili au kilo iwe kilo kweli kweli, sawa sawa na kilo nyingine zote zinazopimwa, sawa sawa na pishi nyingine yote inayojazwa. Msiwe mna vipimo tofauti na watu wengine katika kupunjana kwa majina yale yale, msifanye.
Wa ya qaumi, na watu wangu, au timizeni almikiala, ujazo, walmizana, na uzito, bilqisti, kwa usawa. Kule aliwakataza la tankusul mikiala walmizana, msipunje. Huko asema timizeni. Ingetosha ile moja tu kwamba msipunje, manake akiwa asipunje manake atimize, na ingetosha hii moja timizeni manake msipunje. Lakini inaonekana wazi katika kutoa nasaha unayo nafasi ya kurudia maneno, ukabadilisha maneno kidogo, lakini ukapata maana ile ile, kwa maana ya msisitizo, kwa maana ya taukidi. Timizeni tena kwa wastani uliowekwa. Maana sasa kio kipimo standard, wanasema standard measurement, kipimo cha wastani kinachokubalika kila mahala, tumieni hicho. Wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum, wala msiwapunje watu vitu vyao, au msiwapune watu vitu vyao, msiwabune watu. Bakhsan wala rahaqa, kupunja, kumpa mtu chini ya vile anavyostahili, ndio kupunja. Anauza mtu nyama, ashakata kaitia kwenye mizani, haijaanza kuwa sawa sawa, anakata kipande kidogo alafu anakirusha kwa nguvu, anakipiga ile mizani inagusa, inakwenda chini kwa nguvu ya upigaji, sio kwa uzito wa nini, wa nyama. Alafu kabla yeye juu keshaida akataa, kakufungia kwenye gazeti mzigo wako kuna gramu 10, kesha kunyanyulia pale. Baks. Watu wapishi na vibaba zamani wanaipiga ngumi kwa nyuma, ile pishi ya kibaba inapigwa nyundo tu, alafu inavimba kwa ndani. Ukigeuza hivi unaona kama mbona imebonyea. Hapo kitiwa sasa kitu chochote nafaka nini kinakuja juu haraka, kumbe kitu kimepanda juu, anakutilia. Kwenda kupima kwenye pishi ya kawaida utaona kidogo pamepungua. Sasa hiyo ni namna, ni ujanja huo wataalamu katika kupunja. Kwenye mambo ya petrol station kuna wengine walikuwa anaifanya ile mita inakwenda haraka zaidi, speed yake inakuwa kubwa. Ukiweka hivyo sika tata, kumbe wakati mwingine unaingia upepo tu kama ushuzi vile, hamna kitu, una namba ishakwenda kule, unalipa. Ukisa mbona ukitembea kidogo, mbona mafuta yalikuwa kidogo, kisha kuibia. Wanazo njia zao namna mbalimbali wenyewe za kupunja watu. Maana kitu kisema sana mwisho tutakuwa tunawafundisha watu ubaya. Wala tabkhasu an-nasa ashya'a, wala msiwapunje watu vitu vyao. Wala ta'thaw, wala msitambe fil ardhi, katika dunia, katika ardhi, mufsidina, hali ya kuwa ni waharibifu. Mnatamba kwa uharibifu, kwamba mimi ndo mjanja, mimi ndo mtoto wa mjini, na hivi nimemtia changala macho. Hiyo Dar es Salaam ipo sana hiyo. Dar es Salaam mambo wewe bwana ushaingizwa mjini. Ukiibiwa tuomba jamaa ushakuingiza mjini, jamaa umekuingiza mjini maana yake nini? Na wao wengine jisifu, sisi ndo watoto wa mjini hapa, yote tunataka kumuibia tunamuibia bwana, sisi ndo watoto wa mjini. Inakuwa ni sifa badala kuwa ni ila. Na hao nao wanatamba. Wala ta'thaw, wala msitambe fil ardhi, katika nchi hii, mufsidina, hali ya kuwa ni waharibifu. Nyinyi unatambaje na wewe ni mharibifu? Basi tamba ukiwa musliina, katika watengenezaji, angalau ingeelekea. Lakini unaharibu halafu unatamba nini? Kuna jamaa aligundulikana na daftari la wanawake wote waliozini nao. Kila kishazini na mwanamke anaandika fulani tiki tayari huyo, fulani tiki tayari huyo. Walifika 100. Sasa anatamba, anaorodha. Wala ta'thaw fil ardi, msitambe katika dunia hali ya kuwa ni uharibifu, msitambe katika nchi hali ya kuwa ni uharibifu. Baqiyatullahi khairul lakum, salio la Mwenyezi Mungu ni bora kwenu, in kuntum mu'minina, ikiwa nyinyi waumini. Lile aliloliweka Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu huko akhera ni bora, au hata hapa duniani katika kufanya khairi alilokuwekeeni mlipate mwisho ni bora. Baqiyatullahi khair. Kwa misahafu ya zamani ile tea ya bakia ilikuwa haijakunjuliwa, imefanywa duara hivi ya kupinda. Misahafu ya sasa tea imekunjuliwa baqiyatu. Baqiyatullahi, salio la Mwenyezi Mungu, kilichobaki kwa Mwenyezi Mungu, khairul lakum, ni bora kwenu nyinyi. Lakini in kuntum mu'minina, ikiwa nyinyi ni waumini, inahitaji imani
kwa sababu aliloliweka Mwenyezi Mungu hulioni wewe. Ikiwa akakuwekea duniani hulioni, akiwa akakuwekea akhera hulioni. Kwa hivyo mpaka uwe na imani. Ikiwa nyinyi ni waumini, basi kwa Mwenyezi Mungu kuna kitu kimewekwa bora zaidi kuliko hichi mnachokitafuta katika hii dunia, kwa kuwapunja na kuwadhulumu watu. Wama ana alaikum bihafidhin, wala mie sio juu yenu mwenye kuhifadhi. Mimi siwezi kukaa kila wakati nikafuatilia kwa kila mtu kapima vipi, kajaza vipi. Mimi si askari polisi wala si manispa. Siwezi kuja kukagua mizani mnapopima. Mimi nakupeni maneno muyafanyie kazi, hamtaki shauri yenu. Siwezi kuhifadhi mtu asidhulumu, wala siwezi kuhifadhi mtu asidhulumiwe. Hiyo si kazi yangu. Kazi yangu mimi kutoa nasaha, na hata nikifanya siwezi, kwa jinsi watu walivyo na wengi wajanja. Lakini nakupeni nasaha, waamuzi ni nyewe wenyewe. Wama ana alaikum bihafidh. Hayo ndio maneno yake yalikuwa Shuaibu alayhi salam. Qalu, wakasema. Tusikilize majibu sasa. Ya Shuaibu, ewe Shuaibu, asalawatuka, je sala zako. Tukirefusha hiyo wao hapo tukasema asalawat, na kwa sababu wao imetiwa nasbu tunasema salawat. Tukisoma asalatuka kipo kira hicho. Je kusali kwako itakuwa masdar. Ikiwa asalawatuka, sala zako nyingi manake. Na ndio hapa imesomeka asalawatuka, je sala zako. Kwa hivyo alikuwa akiswali huyu sana, na wao walikuwa wakimuona anasali sana. Na ikisomwa kila ile nyingine asalatuka, je kusali kwako, wakimuona anasali. Wakamwambia asalawatuka, je sala zako taamuruka, ndo zinazokuamrisha kusali sana huko, ndo kuna kukufanya wewe sasa uwe hivi. Anatruka, kuwatuache sisi maabudu abauna, kitu ambacho wanaabudu baba zetu. Pale alipoambia kwamba nini, ubudullah ma lakum min ilahin ghairu, muabuduni Allah, hamna nyinyi muabudiwa mwingine. Kwa hivyo tunakuona unasali sana, labda hayo masala yako unaosali ndio yanokufanya utuambie sisi tuabudu Mungu mmoja. Tuache mambo ambayo wamekuwa wakiyafanya baba zetu jadi enzi tangu na tangu, mizimu, mapango. Tunayaachaje mambo ambayo tumeyarithi? Na hii tunaisema sote ni hoja ya kikafiri, ya kutetea tu ulichokirithi. Ikiwa ulichokirithi ni sahihi, endelea kutetea. Lakini ulichokirithi kikibainika kuwa sahihi, achana nacho. Hatuendi namna hiyo. Tunakubali kurithi sisi tabia, desturi, lakini ziwe sahihi, zisiwe mbovu. Anatruka ma yaabudu abauna, tuache wanachokiabudu baba zetu. Au anafala fi amwalina, au tufanye katika mali zetu maana shau, tunavyotaka sisi, sivyo yanavyotaka mazingira. Mazingira yanataka tudhulumiane, ubaya. Usipodhulumu utadhulumiwa. Kwa hivyo wewe ukitoa changala macho na utafuta mwingine mtie changala macho, mambo yende hivyo. Mpataye mkosa ujingawe. Hatuwezi kufanya tunavyotaka, tutafanya vile ambavyo mazingira yana nini, yanataka. Kwa hivyo ni watu ambao wanafuata mkumbo. Pakisha kuwa na ubaya, na wao wataingia wapi? Ubayani. Na kwa kiraa chengine, au nafahala fi amwalina ma tashau, au tufanye katika mali zetu unavyotaka wewe. Ndio kinakwenda na kile kilichotangulia kule. Lakini tunakipa nguvu hichi kwamba maana shau tunavyotaka sisi.
kwa kile qiraa salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma tasha'u. Ukisoma kule salatuka hapo unasoma tasha'u, ukisoma salawatuka hapo unasoma nasha'u, kama tunavyotaka sisi. Innaka, wanamsifu kwa kejeli, hakika wewe la anta, ndio yule alhalimu, mpole, arrashidu, muongofu. Wewe ni mpole muongofu Wakati mwingine mtu anaweza kukusifu lakini kwa njia nini ya kukuponda. Kaja mtu, jamani maskini mimi nisaidieni, shehe wetu yule pale, yule shehe wetu sio sisi, yule kamuombe. Unafikiri hapo wamekupenda sana? Wamekusukumia mzigo. Ukisema ame sina, shehe mzima hana, mimi nitazipata wapi? Kwani pesa zitapatikana kwa ajili ya ushehe au kwa kazi na riziki? Unaweza kudhulumiwa alafu watu wakaja kukubembeleza, unajua bwana wewe wasamehe kwa sababu wewe ni shekhe. Ala, shekhe akidhulumiwa asamehe, asokuwa shekhe akidhulumiwa adhibu. Inakuja kidogo katika mantiki ya kwamba mcha Mungu anasamehe, lakini wao lengo lao wanataka wewe uonewe tu basi. Kuna wakati sisi anatokea mtu anatushambulia huko nje, mimi mmoja wapo ananishambulia kwa maneno, halafu watu wanakuja kwangu mimi, shekhe tafadhali yule mtoto mdogo muache tu, usimjibu. Hawakumzuia yeye asinishambulie, wanakuja kunizuia mimi nisimjibu. Innaka antal halimur rashid. Niambieni mna akili, lakini kamkatazeni yule anayetushambulia, hana adabu, sio mnatuzuia sisi tusijibu. Shekhe bwana mimi ukiwajibu wale naumia roho yangu. Unaumia roho yako? Wazuie basi wasituchokoze kama roho inakuuma. Unakuja kutuzuia sisi tusijibu, maana yake nini? Wao endelee kushambulia tu, na sisi tumewapuuza muda mrefu tukidhani kwamba wao watatumia busara, sema shekhe hajibu basi tusimshambulie. Wao kikaa kimya ndio wanaendeleza marungu. Na ukipata nafasi unambamiza mtu gumi moja la uso, alafu unaendelea mambo yako. Hana adabu. Umemvumilia wewe, hakujirekebisha, umwache kwa nini? Kejeli tu hizo. Innaka la antal halimur rashid, hakika wewe kweli ndiye wewe mpole muongofu, mtu mtulivu muongofu, lakini hapa kwa kejeli. Kafa mtu kaacha wajane, shekhe kamuoe basi, nyendo mashekhe wenyewe hamuoi wajane, kwani wewe huruhusi kuoa mjane? Mbona wendi wewe? Amesi shekhe, wende wewe shekhe. Ala, kwani ndoa ina shekhe tu? Asikuwa shekhe haoi? Au mnataka kututupia maskrepa? Chuchu zishakuwa malapa, kwani si hatuna roho? Natusukumia tu. Kamstiri, kwani wewe huwezi kwenda kumstiri? Nikamstiri mimi kwa sababu shekhe, na wewe vile vile mwanamume kamstiri. Kejeli msitufanyie. Innaka la anta alhalimur rashid, hakika wewe ndiye wewe yule mpole mwongofu. Ingawa hii sifa ni ya kweli, mpole na mwongofu, si mtu mwenye mapara, mavurugu na nini, mbembelezaji, mtu mwenye hikma, lakini hapa wanaitoa kwa kejeli, hawaitoi kwa nia njema. Qala, akasema ya qaumi, enyi watu wangu. Yeye hashughuliki na masifa, anajua masifa yale yametoka kwa kejeli na nini, hashughuliki nayo, anaendelea tu. Kasema ya qaumi, enyi watu wangu, araaitum, mnaonaje? Unaona lugha yake ndio ile alhalimur rashid, wamejua ni mpole sana muongofu. Hata akizungumza anazungumza kwa lugha polite, laini ya kubembeleza.
Pimeni hebu kwa akili zenu, araaitum, mnaonaje, in kuntu ala bayinatin, ikiwa mimi nina hoja min rabbi, kutoka kwa Mola wangu, niko juu ya hoja kutoka kwa Mola wangu, tuchukulie hivyo. Warazakani min rizqan hasana, na ameniruzuku kutoka kwake riziki njema. Maana mimi sina mahangaiko. Alikuwa na kijishamba chake, analima na mifugo yake, maisha yake yanakwenda. Sitaki chochote kwenu. Nasema msiwapunje watu, msiwadhulumu watu. Basi mimi Mungu kanipa rehema na kanipa riziki, kanipa hoja ya kukwambieni, na kanipa riziki njema, tena rizqan hasana. Yenu nyie ni riziki, lakini sio hasana, ina dhulma. Yangu mimi safi. Wama uridu, nasitaki, an ukhalifakum, kwenda kinyume na nyinyi, ila ma anhaakum anhu, katika yale ninayokukatazeni. Ikawa mimi nakukatazeni msifanye, halafu mimi nafanya kinyume chake, mimi nayafanya yale ninayokukatazeni, sitaki. Na hiyo nayo ni kazi moja katika dawa kubwa sana, ya kwamba ukiwaamrisha watu mema, na wewe uyafanye yale mema. Ukikataza watu mabaya, na wewe uache yale mabaya. Kama alivyosema, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun alayka idha fa'alta adhimu. Usikataze tabia alafu ukaifanya ile ile, ni aibu kubwa sana ukifanya hivyo kwako. Ndio nimekupeni mfano yule mmoja katika wazee wangu, tukatoka kumtembelea, anavuta sigara. Basi anawasha kwa Salum, nakwambia mwanangu, hii sigara kitu kibaya sana, usivute, mbaya sana hii, mbaya kweli kweli, mbaya. Yeye anaendelea. Sio, unajiuliza huyu ananikataza au ananiamrisha? Mhasibu anafanya mahesabu, ngoja nichomoe 10,000. Ili jambo la si zuri, lakini ndo tunafanya tu, shida. Usio kalifanya wewe, kamata uhasibu. Yeye anachomoa 10,000, anafunga zile pesa na tefu. Yeye anaiba 10,000 pale, alafu akwambia usio kafanya kwa mhasibu, jambo baya sana hili. Sasa baya, lakini yeye anafanyaje? Analifanya. Inakuwa ni kitu kimoja kigumu sana. An ukhalifakum, sitaki kwenda kinyume na nyinyi, ila manakum anu, katika nukatazeni. In uridu, sina ninachotaka illa al-islah. Aliwajua watu wake wale. Waweza kusema anatukataza sisi tusipunje, alafu kumbe yeye anataka apunje apate zaidi. Make wako watu wanaweza kukataza wengine jambo, alafu kumbe wanalitaka wao. Ndio ile kwenye shughuli wakati mwingine imewekwa sinia mmoja mkubwa, nyi wadogo. So mambo ya kukimbilia nyama hapa, namba tata yasiwepo. Kuleni kidogo kidogo watoto, alafu yeye analikamata ile nyama kubwa kwanza. Mmesemaje mambo ya kukimbilia nyama yasiwepo? Yeye anafanyaje? Anakimbilia nini? Nyama. Hasa msije mkanidhani kwamba mimi nakukatazeni kudhulumu watu, alafu ikawa mimi ndio mkimbiliaji wa kwenda kuwadhulumu watu. La la la, siko hivyo. Wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, wala sitaki kwenda kinyume na nyinyi katika lile linalokukata zeni. In uridu illa al-islah, sina ninachotaka isipokuwa kutengeneza, mastata'tu, kadiri niwezavyo, mastata'tu, kadiri ninavyoweza. Mimi nataka kutengeneza jamii isiingie pabaya, isizulumiane, isichukiane, islah. Na neno jingine kupatanisha. Nataka kupatanisha ndani ya jamii baina wanaodhulumu na wanaodhulumiwa, kadiri ninavyoweza, mastata'tu, kwa kadiri ya uwezo wangu. Na hiyo ndo kazi ya mtu anayefanya dawa, anayelingania watu, anataka kutengeneza, kupatanisha baina ya jamii kwa kadiri ya uwezo wake. Shuaibu alikuwa na fasaha kusema, na ni mtu mmoja mpole kweli kweli, na siku zote fasaha inakuja kwa upole, sio kwa hasira. Wama tawfiqi, na haujawa uwezesho wangu, illa billahi, isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu. Anayeniwezesha kufanya haya ni mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata nikipiga kelele vipi, lakini mwisho yote taufiki itatoka kwa nani? Kwa Allah. Uwezesho wa kulifanya liwe jambo unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Pia anaonesha wazi kuwa anajibwaga kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasifu juhudi zake. Mafanikio yote yale anaona yanatoka kutokana na uwezo wa nani? Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama tawfiqi, na ujawa uwezesho wangu
illa billahi, isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu. Alaihi tawakkaltu, juu yake nimetegemea. Wa ilaihi unib, na kwake ninarejesha mambo yote. Juu yake nimetegemea, na kwake ninarejesha mambo yote. Narejesha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio reference. Umeona namna ya utoaji mawaidha wa Shuaib, si mkali, lakini ni mtu wa kujenga hoja, logic. Sasa kuna watu akamwambia bwana shekhi, kama hajawa mkali mimi namuona kama anazungumza tu. Nataka mtu mkali anayefoka anayekasirika. Hatukatai, ni aina moja ya mawaidha, lakini si lazima watu wote wao wanatumia mtindo huo. Wengine watumii mtindo huo, wanatumia mtindo wa kuelimisha, kama hivi anapokwenda Shuaib, nazo ni njia vile vile. Anaendelea kuwabembeleza, wa ya qaumi, na enyi watu wangu, la yajrimannakum shiqaqi, kusikuvunjisheni sheria kugombana na mimi. Shiqaqi ni ugomvi. Msivunje sheria kwa sababu ya kugombana na mimi. Kwa maana kwa kuwa mimi hamnitaki, basi tena mnafanya inda, mnavunja sheria. Aljurmu ni kuvunja sheria. La yajrimannakum, kusikuvunjisheni sheria, shiqaqi, kugombana na mimi. Maana kuna watu wakigombana wanapelekea kuvunja nini? Kuvunja sheria. Nani yule jamaa adui yangu, naziba hapa siweze kupita. Yule adui yangu namkatia umeme, namkatia maji. Sasa anazivunja sheria kwa sababu ya kugombana na nini? Na mtu. Pengine kagombana kwenye jambo jingine, na yeye anakwenda kuzivunja sheria kwenye mambo mengine. Mimi yule simpendi, natamani nikimwona ni mgonge tu kwa gari afe. Kama anatokea mtu hivi atampiga kwa pikipiki na nini, akafle mbali, nitafurahi mimi. Ule ugomvi na yule mtu unakuvunjisha nini? Sheria. Kugombana duniani kupo na kupatana kupo, lakini sheria lazima ziheshimiwe. Adui muweni na haki yake mpeni, Waswahili walisema. Wa ya qaumi, na enyi watu wangu, la yajrimannakum shiqaqi, kusikuvunjisheni sheria kugombana na mimi. An yusibakum, yasije akakupateni, mithlu ma asaba, mfano wa yaliyowapata qaumu Nuhin, watu wa Nuhu, au qaumu Hudin, au watu wa Hud, au qaumu Salihin, au watu wa Salih, au qaumu Lutin, au watu wa Lut. Wote waliowataja hawa ni watu ambao habari zao mwanzo wa sura hii tumeshafanyaje? Tumeshazisoma. Na inaonekana kwamba Shuaibu kaja baada ya hawa. Kwa hivyo analeta mtiririko wote. Yasije akakupateni, an yusibakum, yasije akakusibuni akakupateni, mithlu, mfano, ma, ya yale ambayo asaba, amewapata qauma Nuhin, watu wa Nuhu, au qauma Hudin, au watu wa Hud, au qauma Salihin, au watu wa Salih, wama qaumu Lutin, na hawajawa watu wa Lut, minkum, na nyinyi, bibaidin, wako mbali. Kuonesha kuwa Shuaibu wakati wake haukuwa mbali na wakati wa nini? Wa Lut. Lut ni hivi karibuni tu, na hapa kwenye mtiririko kesi ya Lut imemalizika, ndio imekuja kuanza kesi ya nini? Ya Shuaibu. Na taarifa zile zilikuwa zimefika kwenye miji yake, kwa sababu hii tunasema ni Palestina na ile ni Israeli. Hizi kauma za mwanzo zina fatha zote, mithla ma asaba qauma maf'ulun bihi Nuhin, au qauma Hudin, au qauma Salihin. Halafu hii huku ni mubtada, wama qaumu Lutin minkum bibaid. Hii huku ina dhamma, zile zina nini? Zina fatha. Anaendelea, wastaghfiru rabbakum, na muombeeni msamaha Mola wenu kwa makosa mlioyafanya haya ya kupunjana kwenye vipimo. Thumma, kisha tubu ilayhi, rudini kwake, mrekebishe mwenendo, msifanye istighfari huku mnarudia yale yale.
ombeni msamaha kisha mtubu, muache. Usiwe kama yule mzee kakaa barazani na tasbih, subhanallah subhanallah, wanapitia watoto wa kike wari wamevaa vibaya, sema bakti yao hawa, nishachoka, zama zangu hawakatishi hawa, subhanallah astaghfirullah astaghfirullah. Sasa huyu yastaghfiru wa lam yatub, anaomba msamaha lakini hajatubu, anatamani, nguvu tu zimemuishia. Afana alaik, kinapita kiumbe sema afana alaiki, zama zangu na gari sikiachi hichi, basi ndo nishatubu, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Huyo bado, huyo kashindwa tu, hajatubu. Huyo kafanyaje? Kashindwa. Ni sasa na mtu anataka kuiba, akaona mahala ipo pamekaa duka hivi liko wazi na nini, pana pesa, anakwenda anaingia, anamkuta mtu kakaa tena na bunduki ya upanga. Asa basi mimi mambo ya wizi nimeacha siku hizi. Umeacha vipi? Na wewe ushasogea hapa, umeliona ile panga ndio umeogopa. Wewe hajaacha wizi. Thumma tubu ilayhi, kisha rudini kwake. Yani mtubu kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi, hakika Mola wangu, rahimun, ni mpole, wadudun, mwenye mapenzi. Atakubali, ni mwenye huruma, tena mwenye nini? Mapenzi. Atawahurumia na anapenda watu wanaorudi kwake, mtasamehewa. Zote hizo ni lugha, mwenye huruma na mwenye mapenzi. Qalu, wakasema, majibu yao, yeye lugha zake za kubembeleza, lakini wao lugha zao za ufedhuli. Qalu, wakasema, ya Shuaibu, Shuaibu, ma nafqahu, hatufahamu kathiran, mengi mimma takulu, unayoyasema. Hatufahamu kwa undani, ile ma nafqahu, hatufahamu hasa mengi hayo unayosema. Tunaona unatupigia porojo tu, hatukuelewi, husomeki, unasemaje hatujui. Isitoshe, wa inna, na hakika sisi, la naraka, kweli tunakuona wewe, fina, ndani yetu, dhaifa, ni mnyonge, huwezi kutubadilisha, huna nguvu. Sisi tunataka mtu mwenye ubabe ndio atakayeweza kutuambia maneno tukamkubali, au ana utajiri akatuambia maneno tukamkubali, au mfalme kiongozi akatuambia maneno tukamkubali. Wewe ni mtu tu wa kawaida bwana, dhaifu, tutatuambia nini wewe? Sisi huna lolote wewe. Wa inna, na hakika sisi, la naraka, kweli tunakuona wewe, fina, ndani yetu, dhaifa, ni mtu dhaifu. Isitoshe, maneno mabaya zaidi yanakuja, walaula rahatuka, na isingekuwa kundi lako hilo ulilo nalo, la rajamnaka, tungekupiga nawe. Lakini una watu wewe, ukoo, una baba, una mama una ami, una mjomba, watakasirika watu wako. Ndio tunakustahi, tunakuheshimu kwa sababu ya hoja jamaa zako. Isingekuwa hoja jamaa zako, tungekutandika. Rahsa ni kikundi kidogo cha watu, isingekuwa hicho kikundi chako. Wengine wametafsiri kikundi ni wale wanaokufuata, waliokuamini, wale wanakulinda linda. Lakini wengine wanasema jamaa zako. Isingekuwa hicho kikundi chako kidogo hicho kilichokuunga mkono, au isingekuwa hao jamaa zako kidogo hivi, tungekupigilia mawe wewe. Pumbavu. Maneno ya kuzidi kumkatisha nini tamaa. Na zamani ilikuwa ukipiga mawe ndio umelaaniwa na kijiji, lazima ukimbie. Na haya anamliwaza sana Mtume SAW, kwa sababu haya yote yamewakuta mitume waliotangulia, na yeye mengine yamemkuta. Walaula rahtuka la rajamnaka wama anta alaina biazizin, na wewe sio juu yetu sisi mtukufu. Una utukufu wote juu yetu sisi, si wa mali, si wa madaraka, si wa ukoo, si wa lolote, kinyangarikata tu. Wama anta, na sio wewe, alaina, juu yetu, biazizin, ni mtukufu katika jambo lolote. Maneno ya kumkatisha tamaa, ya kumkera, ya kumdharau, anaambiwa mtume wa Mwenyezi Mungu, sio mimi na wewe.
Sasa sisi tunatakiwa tuvumilie kama alivyovumilia huyu bwana katika kazi ya dawa. Sikiliza maneno yanarudisha yeye. Qala, akasema, ya qaumi, enyi watu wangu, arati, ndo kundi langu, a'azzu alaikum, ndo jamaa zangu watukufu zaidi kwenu, min Allah, kuliko Allah. Manake nyinyi mnasema isingekuwa jamaa zangu au kikundi changu mngenipiga mawe. Ina maana mnakiheshimu zaidi kikundi changu kuliko Mwenyezi Mungu aliyeniambia nikwambieni mmwabudu peke yake. Ina maana nyinyi Mungu mmemfanya mdogo. Mnaniogopa mimi kwa sababu ya hichi kikundi au ukoo. Hamuogopi Mungu aliyokuumbeni. Qala ya qaum, kasema enyi watu wangu, arahti a'azzu ilaikum, kikundi changu ndio kitukufu juu yenu, minallahi, kuliko Mwenyezi Mungu. Wattakhadtumuhu, na mmemfanya Mwenyezi Mungu waraakum, nyuma yenu nyie, dhihiria, kimgongo mgongo, yani mmemtupa, hamtakata kuzungumza habari zake. Wattakhadtumuhu, na mmemfanya Mwenyezi Mungu waraakum, nyuma yenu, dhihiria, kimgongo mgongo. Inatokana na neno dhahiri, yani hamumtizami kabisa. Ndio wazee wa zamani nasema, bwana we, usituweke mgongoni, tuweke usoni. Maana yake nini? Usitupuuze, tuangalie. Haya nasema kila siku kwamba lugha inatumia maana ya pili au ya tatu ya maneno wakati mwingine. Watakatumu, na mmemfanya Mwenyezi Mungu waraakum, nyuma yenu, dhihiria, kimgongo mgongo. Maana yake nini? Wamemweka Mungu mgongoni? Wamemweka Mungu nyuma? Au maana yake mambo yake hawayajali na wao shughuliki? Naona umetupa kisogo, maana yake nini? Ushughuliki na sisi. Dunia imekupa uso, maana yake nini? Una mafanikio katika hii dunia. Riziki inanipiga chenga, maana yake nini? Kwani riziki inacheza mpira ikakupiga wewe chenga? Au maana yake huipati kama inavyostahili? Watakatumu waraakum dhihiria, inna rabbi, hakika Mola wangu, bima ta'maluna muhitu, kwa mnayoyafanya amezingira. Ndio ile mzingiro, kayazunguka yote mnayoyafanya, anayajua mwanzo mpaka mwisho, wala mwezi kumzidi kwa ujanja wote. Msijione wajanja sana. Bado anawabembeleza, lakini kaongeza dozi hapa kidogo. Maneno yake hapa yamekuwa makali kuliko yale ya mwanzo, kwa sababu nao wamekwenda kwa ufedhuli wa ziada na yakapandisha. Wametia gia nzito na yakatia gia nzito. Twende. Wa ya qaumi, na enyi watu wangu, amalu ala makanatikum, tendeni juu ya nafasi zenu, inni amilun, hakika mimi ni mtendaji juu ya nafasi yangu. Amalu, tendeni, ala makanatikum, juu ya nafasi zenu. Manake kama mna vyeo, mna mali, fanyeni mnaloliweza kwa vyeo na nafasi mlizo nazo. Ndio ile makanatikum. Na pia inatafsirika fanyeni kwa uwezo wenu, fanyeni tani yenu, nguvu yenu, fanyeni. Alafu kasema inni amil, na mimi ni mfanyaji, lakini hakusema kwa nguvu yangu, hakulitamka. Angesema amalu ala makanatikum inni amilun ala makanati, na mimi ni mtendaji juu ya nafasi yangu, lakini hakujipa nafasi, kawapa nafasi wao. Yakasema nitafanya ninaloliweza. Fanyeni mnaloliweza na mimi nitafanya, yani ninaloliweza. Kwa hivyo kazi ya dawa ni mapambano. Kama nyinyi hamtaki kuacha yenu, na mie langu hili siliachi. Twende hivi hivi, nginja, hinya mpaka tujue mwisho tutafika wapi. Inni amil, saufa ta'lamuna, mtakuja jua nyinyi, mani atihi adhabun, nani itakayemfikia adhabu, yukhzihi, itakayomfedhehesha, waman huwa kadhibun, na nani ambaye ni muongo
mtakuja mjua. Mimi nakwambieni, mnaniona muongo, mnanidharau. Saufa ta'lamuna, mtakuja jua, si leo wala kesho. Saufa, baadaye. Mani ati adhabu, nani itakayemfikia adhabu yukhzihi, itakayomfedhehesha. Wa man huwa kadhibun, na nani ambaye ni muongo mtamjua. Wartaqibu, na ngojeeni, fanyeni subira. Inni ma'akum, hakika mimi niko pamoja na nyinyi. Raqibun, na ngojea, na mimi nafanya subira. Hii subira yetu sote tusubiri tuone. Let us wait and see. Acha tungoje na tuone nini kitatokea. Kaongeza ukali kidogo, gia ile, kwa sababu na wale waliongeza ukorofi na ikaongeza nini? Ukali. Basi hivi ndivyo walipokwenda nao Shuaibu watu wake. Bembeleza bembeleza, ufedhuli, wakiongeza maneno wanaongeza hivyo hivyo, na alikuwa na fasaha kweli ya kusema. Walamma jaa amruna, na ilipokuja amri yetu sasa, kwamba sasa Shuaibu umemaliza kazi, watu hawataki, acha tuwatandike mikwaju, tuwapige adhabu hao. Walamma jaa amruna, na ilipokuja amri yetu ya kuangamiza watu, najaina Shuaiban, tulimuokoa Shuaibu. Kwa mwanadamu anatakiwa akae ndani ya jamii mpaka atakapookolewa na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kule Yunus akalaumiwa kwamba alikimbia alipoambiwa watu wako wataadhibiwa, akatoka unyoya. Alitakiwa asubiri mpaka ambaye sasa toka. Najaina Shuaiban, tulimuokoa Shuaibu. Walladhina amanu ma'ahu, na wale walioamini pamoja naye, kwa ile tafsiri ya kikundi kidogo. Na kwa hivyo uokozi haui kwa yule mwanadamu mpaka waliomkubali. Tena birahmatin minna, kwa rehema kutoka kwetu. Kwa Mwenyezi Mungu angeweza kuangamiza wote, alafu siku ya kiyama akawafufua wema mahala pao na wabaya mahala pao. Angeweza. Na hata ile adhabu ingeweza kuwamaliza bila kuwaumiza wale wema. Lakini Mwenyezi Mungu akaleta rehema, akawaokoa kwa rehema maalum kutoka kwake. Wa akhadhatil ladhina zalamu sayhatu, na ukawachukua wale waliodhulumu ukelele au ukenja, wakafa kwa kelele tu kama radi, sauti kali. Na nimeshawahi kusema kwenye darasa hii zaidi ya mara moja, sauti inaua. Kwa sababu moyo wa binadamu na masikio ya binadamu yana kiwango cha kupokea sauti. Na kiumbe chochote, hata wadudu na wanyama, wanakufa kwa sauti ikiwa kubwa. Kwa Mwenyezi Mungu akapeleka sauti si ya kawaida, ikapasua mpaka nyoyo zao. Wa akhadhatil ladhina zalamu, ukawachukua wale waliodhulumu sayhatu, ukenja au sauti. Fa asbahu, wakapambazukiwa, yani likachomoza jua asubuhi, fi diyarihim, katika majumba yao, jathimina, wamebwagwa chali. Jathimina, chali, wamelala chali, wameanguka manake wote. Haukuja moto kuunguza, haukuja upepo kuwezoa majumba, hayakuja maji kuzamisha maeneo, kelele tu ilikuja, wakafa wote kwa pressure chini, kila mtu kakutikana chini. Chali kalala kama mende akifa, kifo cha mende. Kiswahili nasema chali, kulala chali. Siku hizi Kiswahili hivi bwana, siku moja niliwauliza watoto, sio darasa la ngapi, form 1 wale, nikauliza nini tofauti ya kulala chali na kulala kifudifudi. Walizunguka muda kwa kweli. Kulala chali ni hivi, na kulala kifudifudi ni maji ya mdimu saga ya kubidua budu, ya kufidika
Idi yamle ya Kinondo. Kifudifudi ni hivi, chali ni hivi. Chali ni hivi. Kifudifudi ni, na wengine wakasema Jathimina wamepinda magoti. Wakafa wote wanataka kutubu, lakini toba haijawahi kutokea, wakafa. Muhimu walikufa kwa sauti. Na walikufa ndani ya majumba yao, katika mji wao, hawakutoka nje. Kuonesha kwa Mwenyezi Mungu akitaka kuleta adhabu, ana aina kwa aina za nini? Za adhabu. Kaan lam yaghnau fiha, kwa takdiri kaannahum lam yaghnau fiha. An mukhaffafa min anna wasmuha mahdhufa, takdiru kaannahum lam yaghnau fiha. Lakini haya ni mambo ya nahau kubwa. Kama kwamba hawakutamba ndani ya majumba hayo au ndani ya miji hiyo. Kama kwamba lam yaghnau, hawakutamba, hawakuburudika. Nyumba zile na miji ile walikuwa wanatamba, wanaburudika. Nao kama tulivyosema, walikuwa ni watu wa kilimo, na watu wakishakuwa na kilimo kingi, wakifanya bakara, cha kwanza kinakuwa ni pombe za mtama, za ngano. Kuna pombe mpaka za maharage, mpaka za soya zipo, za mahindi. Kwa hivyo wanaburudika. Halafu kinachofuata ni mambo ya kukanga, karanga, bisi, nini, mahindi ya kuchemsha, choma, tafuna. Halafu nakuja pepeta, kipurepure, alimradi mbwembwe tu za vyakula. Na kama wana mapapai na ndizi, itakuja fruti tena, mara itakuja juice. Ndio kutamba huko. Vyakula vikishakuwa vingi, mikate, ugali, sio nini, wali, kila aina vyakula, wanatamba tu. Tena nakuja ngoma, watu wakate viuno, panachinjwa nyama za kuchoma. Ka'allam yaghnau, kama kwamba hawajatamba, hawajaburudika ndani ya hiyo miji yao. Ala yeleweke, bu'dan li Madiana, utengo kwa mji wa Madiana, kama ba'udat Thamud, kama ulivyotengeka mji wa Thamud. Tumesoma kule nyuma habari za Thamud na Madiana. Kwa hivyo yale ya Madiana ikawa ni mji unaopigwa story kwamba wale watu wale wakorofi sana. Mimi sipendi kwenda mji ule. Na watu wa Thamud hivyo ishakuwa sasa ni gumzo kutokana na mabalaa yaliyowakuta. Leo itatuishi hapa, tusije tukaanza hii wala kad arsalna Musa. Aya ngapi? 90 ngapi hiyo? 95 si ndio? Aya, tutoe fursa kwa ajili ya maswali, kwa sababu leo tunaifunga darasa. Twende kwenye maswali.